Ndugu zangu waandishi wa habari, nyie kama wakufunzi, maana najua mtakuwa wakufunzi huko mnakokwenda. Naomba mkatumie niseme vipawa vyenu mpopo na Mwenyezi Mungu, na vipaji, mpopo na Mwenyezi Mungu, mkavitumie ipasavyo. Hizi fedha zinazotoka ni wengi, kila mtu atamani aonje hii keki. Kila mtu atamani aionje hii keki. Lakini nyie mmekuwa ndo machampioni wetu. Natamani yani Press Club tubadilike. Yani tubadilike. Zile stories za alisema tuonekane nazo. Na mimi nafurahi kwenye Press Club yangu kwa kweli. Wametoka wanachama ambao najivunia. Kuna huyu kijana alienda Misri na sasa anafanya vizuri sana. Ameenda Misri. Hizi linki zinazotumwa hizi. Watu tunazidharau, tunaona kama sisi tukikija linki ukiona kwenye group tunasema wale tu. Si wale. Tuombe. Yaani kama Peter alivyosema tuombe. Labda inawezekana waratibu wetu wanajisahau kwa namna moja ama nyingine hawazitume. Lakini sasa itabidi tutilie mkazo ili wao wanazituma. Ombeni, yani wala usichoke. Wewe hata ikija linki gani, hii mradi imetoka UTPC, amini kwamba UTPC hawezi kutuletea nini wanasema? Famba labda. Hawezi kutuletea famba. Wanatuletea kitu ambacho kimeshachujwa, wanajua hiki kina manufaa kwa waandishi wa habari. Kwa hiyo tunapoleta linki, ombeni. Si kama hivi mmeomba, mmepata. Kuna wengine walikuwa wanajaribu, mimi ngajaribu. Lakini kajaribu kapata. Kwa hiyo tunapotumwa linki kwenye magrupu yetu, ombeni. Na imani nyie ni vichwa. Yaani mpaka mnachaguliwa hapa na imani nyie ni vichwa. Hawakuchagua kwamba fulani. Ndio kuna wengine hata vita hata wajui hapa. Hata wajui, lakini kutokana na uwezo wao namna ulivyojieleza, umechaguliwa hapa. Mwandishi wa habari usalama wake ni muhimu. Kwa hiyo mwandishi wa habari kama hayuko salama, hawezi kufanya kazi yake. Na tishio lolote la usalama wake, uwe ni wa kwenye mwili ama kwa njia nyingine yote, itasababisha kazi anayokusudia kuifanya asifanye ipasavyo. Kwa hiyo tunamwambia mwandishi wa habari ajitahidi kuwa salama, kwa maana kuhakikisha yuko salama kwa namna moja ama nyingine, na katika usalama wake au katika kuwa salama ndiko anaweza kufanya kazi na ujumbe anaokusudia kufanya kuufikisha kwa umma ukafika. Kwa hiyo tunaposema kwamba kupambana na physical violence kwa mwandishi wa habari, kupambana na ule matishio ya kimwili kwa mwandishi wa habari, tunahitaji mwandishi asipate shida yoyote. Na haya matishio ni ya namna gani? Kuna kupigwa, kuna kunyang'anywa vifaa, kuna kunyang'anywa, kuumizwa. Siku hizi kumekuwa na tatizo la watu kutekwa na kupotea. Kwa mfano, mwandishi wetu mwenzetu mmoja alipotea miaka kadhaa iliyopita Azori Gwanda, hatujui yuko wapi. Kwa mambo kama hayo ni matishio ambayo yanaweza kusababisha mwandishi wa habari asifanye kazi yake vizuri kama ambavyo alipaswa ilivyostahili. Na kwa maana hiyo, mwishoni mwa siku ile jukumu analolikusudia kwa maana ya kutekeleza na kufikisha umma taarifa kadri inavyostahili ikashindikana kufanyika. Kwa hiyo nasisitiza usalama wa mwandishi wa habari, na tunasema usalama wa mwandishi wa habari unaanza na yeye mwenyewe. Kutambua mazingira, kujitambua yeye ni nani, mazingira yanayomzunguka, watu wanaofanya nao kazi na mambo mengine mengi, ili tangu mwanzo anapotaka kufanya kazi ya aina fulani basi achukue tahadhari mapema, asijikute amepata matatizo yatakayomsababishia kushindwa kufanya kazi au kutekeleza wajibu wake. Mimi naitwa Lulu George, ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia, lakini leo hii nimekuja hapa kama mkufunzi kwa ajili ya waandishi wa habari 15 ambao walikuwa wanapata mafunzo ya masuala ya ulinzi na usalama, lakini pia na msaada wa kisaikolojia kulingana na mazingira ya kazi zao za kila siku. Ni kweli kwamba waandishi wa habari wamekutana na changamoto mbalimbali zinahusu masuala ya kisaikolojia, na ni waathirika na wahanga wakuu, kwa sababu kazi wanazozifanya mara nyingi zinawaathiri na wao kama binadamu mwingine yoyote. Waandishi ndio wanaoripoti majanga, maafa
ajali. Kwa hiyo wanakutana na vitu mbalimbali ambavyo kiafya, kwenye afya ya akili inakuwa ni tatizo kwao, lakini kulingana na hali zao wanashindwa kupata ule msaada wa kitaalamu kwa sababu unahitaji gharama na hayupo mtu wa kwenda kuwasemea wala kuwapigania. Kwa hiyo leo tumewafundisha ustawi na umuhimu wa kulinda afya zao ya mwili, akili, kiroho na kuwapa maarifa na mbinu mbalimbali ambazo wanaweza wakafanya kazi zao pasipo kuathiriwa na mambo kama haya. Leo tumemaliza mafunzo yetu ya ulinzi na usalama kwa waandishi wa habari ambao ni wakufunzi, yani training of trainers, ulinzi na usalama kwa waandishi. Hii training imelenga kuwajengea uwezo waandishi wa habari ambao watakwenda kutoa mafunzo haya kwa waandishi wengine, ama wataendelea kushare hizi skills na waandishi wengine. Kitu ambacho kimenifurahisha kwenye hii training ni kwamba kuna nafasi kubwa sana ya ushahidi wa matukio ambayo yamewatokea waandishi wa habari na namna ambavyo waliweza kuyasolve ama namna ambavyo waliweza kuyatatua. Ukienda kwenye digital, masuala ya kuwa hacked, watu wametoa solution mle ndani. Kwa hiyo ina maana hata grupu ambao limechaguliwa la waandishi hawa ni waandishi ambao tayari wameshafanya baadhi ya vitu na wako tayari kushare knowledge hii na waandishi wengine. Kwa hiyo tunaendelea kujenga uwezo kwa waandishi wengine waliobaki ambao watakuja kwa mwakani tena, na mpaka mwaka 2027 tutakuwa tumemaliza. Nia ni kuongeza wigo wa uelewa kwa waandishi wa habari kuhusu masuala ya ulinzi na usalama. Wakati huo huo tunatengeneza kitu kinaitwa sustainability plan, mpango ambao utatuacha kwenye mazingira salama na rafiki. Wakati ambapo tunapomaliza program hizi, basi tunakuwa tuna team ya waandishi wa habari ambao wanaweza kutumika kwenye maeneo mbalimbali katika mikoa wanayotoka kuendelea kushare knowledge hii na waandishi wengine. Kwa hiyo ninafurahi kwamba tumechagua timu nzuri, walimu walikuwa wazuri pia, na tutoe wito kwa waandishi wa habari kwamba pamoja na mafunzo haya, pamoja na session hizi zinazoendelea za ulinzi na usalama, lakini swala la ulinzi na usalama linaanza na mwandishi mwenyewe. Anakopita, devices alizonazo ziko secure kwa kiasi gani, mazingira anayofanyia kazi yakoje, anajielewa na kujitambua vizuri, ni mambo gani ya kuto kujihusisha na kuyaweka public ili kupunguza riski ya yeye kuingia kwenye shida. Kwa hiyo tuwatakie kila la heri waandishi hawa, wakati wote tukisubiri namna ambavyo wanaweza kutekeleza majukumu yao katika ngazi ya Press Club.